Ogopi mtu. Ajenda zao wanaziweka bayana kwa kodi. Lakini sababu wanajua watu wengi hawawezi kusoma, mtu mweusi mfichie kitu kwenye kitabu. Na si tu mweusi, sehemu kubwa ya dunia ni wachache ambao wanafanya study. Wengi tuko tayari kuangalia TV kwa muda mrefu, season, sijui nini, vichekesho. Na kama sasa hivi ukiingia mtandaoni ni comedy. Uongo kweli? Kweli sana. Watu ni kwenye comedy pale utakuta follower 500,000, milioni 1, milioni 2. Sasa kwenye mambo kama ambayo tunatoa sisi, utakuta comment 100, 200, viewer 1000, ikizidi sana 10,000, si ndio? Uongo kweli? Kweli kabisa. Sababu watu wapendi watafumaniwa ghafla na wao wadau wanajua kuipanga mipango, wanajua wengi ni mbumbumbu. Na wametuwekea vitu vya kufanya mbumbumbu. Hizi simu za smartphone hizi tunazitumia, mtu mwenye hekima ataitumia kujenga maisha yake. Watu kujenga maisha yake kiuchumi na kiakili. Lakini wengi watumia hizi simu zina brainwash kuangalia ngono. Sawa? Mtu na mtu leo nguvu za kiume zinaisha kwa sababu tu anaangalia nini? Mangono tu. Na moja hizi movies za X zimetengenezwa kwa ajili ya wajinga. Okay. Mungu ataka wanawake wajistiri, sawa? Ili ile ngono iwe na heshima. Hiyo ni kitu special. Ili wanaume wawe imara, wanawake wawe imara. Na ile tendo likifanyika leo la uzazi na raha ambayo Mungu ameiweka. Lakini leo tunaongea na raha yote. Sababu toka asubuhi kuamka asubuhi kwenda kazini au katika harakati zako, ngono unaifanya kwa macho. Sawa. Ni mkakati wa kina Rothschild. Kwamba yule binti wa Rothschild alisimama amevaa kimini. Akasema nimevaa hivi kuhamasisha ili wakati tutapofika ngono ifanyike, iweze kufanyika hadharani. Na leo wanawake leo wanatembea, wanaanza kuvaa visuruali, wanavaa nguo vifupi, leo wavai chupi. Uongo? Kesho kutu watavua nguo zote tutakuwa uchi. Na wanaume leo ukiangalia vijana wengi nao wanavaa kishoga. Dume zima anavaa kipensi. Kimefika hapa dume zima. Sawa? Kwa hiyo ukiangalia huu ni script iliyotengenezwa ili kuwafanya watu kuwa brainwash na kuwafanya kuweka mazingira fulani ambayo watakuwa busy kutafuta pesa, wasijenge familia. Na familia ikianguka simrizi, taifa limeanguka. Na mataifa yetu yameangushwa kwa sababu familia zimeangushwa. Cha kwanza umetupa elimu ya kijinga, elimu ya vidato. Umepangiwa hapa watu wadogo leo unakuta darasa la 3 la 4, kabla bonge la begi kidogo hata mgogo uvujike. Anasoma nini? Sisi tuko wadogo tunasoma daftari machache sana. Unakumbuka? Hapo ni miaka mingapi sijui? Miaka kama 30. Sasa hivi bado ni mdogo. Sisi bado tumesoma miaka ya nyuma, sawa? Na wengine wanasoma nyuma yangu, tulikuwa tunasoma masomo machache. Sawa? Lakini leo tuna masomo mengi, afu elimu unatoka pale ni elimu ya cheti, theory ambayo haiwezi kukusaidia kujenga maisha yako nje ya kuajiriwa. Kwa elimu ya kweli ni ile elimu ambayo inakufundisha kuchakata rasilimali ambayo mko nazo. Yaani mnafundishwa kuichakata dhahabu iliyoko nchini kwenu. Mnafundishwa kuichakata almasi ambayo iko ndani ya nchi yenu. Mnafundishwa kuilima ardhi yenu. Inapokea aina gani ya kilimo na ipokea aina gani ya kilimo. Mnafundishwa kusomea mambo yote ndani ya teknolojia ambayo itawasaidia kufanya maendeleo ya nchi yenu. Ndio walikuwa wanafanya Iran. Maana wale vijana wa Iran, angalia wale mabinti wanaendesha mitambo ile ya kurusha makombora. Mabinti tu wadogo wanawachakata. Angalia Israeli inafundishwa watoto wao toka wadogo. Mtoto mdogo anafundishwa kujua hela, kuitafuta nini? Pesa. Anafundishwa kupitia maisha magumu ili kujitegemea. Lakini tu vya leo elimu hii eti medium school eti mtoto wangu asiguswe shuleni. Mtoto ameweka manywele na rasta kama nataka kumwangusha, unajua kama rasta pia inaita magonjwa ya kichwa. Unaona? Mtoto anavaa vimini, yani wanafundishwa uovu, ujinga. Eti ukienda leo tukana shuleni tunamwagiza maua, si ndio? Tunalima. Leo hataki kuguswa. Hata juzi kwenda kwa watoto, nilikuwa nawaambia pale walimu. Ni ujinga. Wayahudi watoto wanafundishwa na marabi. Okay. Wanafundishwa ujasiri, wanafundishwa ubunifu, wanapitishwa katika wakati mgumu ili wajue kabisa sisi hapa ni tunapambana kusurvive. Kwamba hata kama mtaisha, mtainuka wakati mwingine. Kwa hiyo jamaa walivyo wajanja, cha kwanza walikuja kuharibu familia. Leo mataifa yetu yana nguvu. Hata ikitokea hapa taifa letu linashambuliwa, tutapata wasaliti wengi ndani ya nchi kabisa. Sababu tume brainwash na product ya watawala ndio sisi wenyewe ambao tumeharibiwa. Maana mtu akaenda kutawala pale anakuwa mjinga tu. Sawa? Yeye anakuta ile dream ya kitaifa haiko, sawa? Yaani taifa linaenda wapi haijulikani, ndoto vision haiko, tunaenda na nchi nyingi za Kiafrika na Asia hazina vision. Na huo ni script iliyotengenezwa tu hivyo. Ndio maana mwisho new world order inakuja na wengi tutaingia na tutatoka. Maana hatuna uwezo wa kujitegemea.
hatuna uwezo leo. Hata wewe simulizi wewe, wewe hata ile nguvu ya kufuga huna kabisa, nguvu ya kuzalisha chakula mwenyewe huna. Kwa nini una hiyo nguvu? Sababu iliondolewa ndani yako kupitia elimu ya vidato. Tulikuwa tunaambiwa msome ili msije mkaanza kurudi tena kulima. Nakwambia ulisi ni elimu. Hakunaga ulisi wa elimu. Ulisi ni mali. Ibrahimu alimpa Isaka mali alizonazo, na akawapa kina Ishmaeli na watu wake wengine akawapa mali. Ndio maana wale Waarabu ni matajiri. Ulisi ni mali. Ulisi ni ng'ombe, sawa? Ulisi ni dhahabu. Yaani rasilimali ndio ulisi ambao unatakiwa umpe nani? Mtoto wako. Tuko pamoja mpaka hapo eh? Okay. Elimu ni ile ambayo unamfundisha kama wewe ni mfugaji. Yeah. Elimu inatokana na wewe kumfundisha namna ya kufuga. Na kama tenda kusoma, aenda kusoma kwa watu walio mzidi namna ya kufuga ili aendeleze ufugaji bora. Tuko pamoja mpaka hapo eh? Yeah. Lakini elimu yetu ni ajabu ajabu. Sasa kwa hiyo tunakuja hivi,